بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo tunaanza rasmi somo letu la mustalah alhadith kupitia kitabu cha Alqawaid Alasasiyatu fi ilmi mustalah alhadith kilichotungwa na Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Ni mwanachuoni mkubwa sana, na tulielezea sira yake kwa ufupi mwanzoni mwa darasa letu la ulumul Qur'ani kupitia kitabu chake pia cha Alqawaid Alasasiyya fi ulumil Qur'an. Tamam. Hivyo mwenye kutaka sira yake kwa ufupi basi arudi katika kile kitabu, kwa maana arudi katika darasa la mwanzo la kitabu kile. Anasema Sheikh, bismillahir rahmanir rahim, kwa maana anaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Anasema alhamdulillah, kila jinsi ya sifa njema inamstahiki Allah rabbil alamin, mola wa viumbe wote. Wassalatu wassalamu, na rehma na amani, ala ashrafil mursalin, zimwendee mtukufu wa mitume wote, kwa maana zimwendee yule aliyekuwa mtukufu kuliko mitume wote. Sayyidina Muhammadin, naye ni bwana wetu Muhammad, au Sayyidina Muhammadin, naye ni kiongozi wetu Muhammad. Wa ala alihi, na ziwendee watu wake, wa sahbihi, na masahaba zake, ajma'in, wote kwa ujumla. Amma ba'du, ama baada ya himdi na salamu, fahadhihi mabadi'u awwaliyatun, fahadhihi, basi hii mabadi'u awwaliyatun, ni misingi ya mwanzo, wa qawaidu asasiyatun, na ni kanuni za msingi. Kwa maana haya ambayo shekhe ameyakusanya ndani ya hichi kitabu ndiyo misingi ya mwanzo na ni kanuni za msingi. Tamam. Hakadha fi mustalahi alhadithi sharifi, fi mustalahi, katika elimu ya mustalahi alhadithi sharif, katika elimu ya mustalahi alhadithi sharif. Tamam. Elimu ya mustalahi maana yake ni elimu ya kutambua kanuni za hadithi. Tamam. Kanuni ambazo utatambua hadithi sahihi ni ipi, hadithi hasan ni ipi, hadithi dhaifu ni ipi, na vigawanyo vyake. Lakini pia utatambua kwa nini hadithi inakataliwa, kwa nini hadithi inakubaliwa, kwa nini hadithi baada ya kuwa imekataliwa baadaye ikaja kukubaliwa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo fi mustalahi alhadithi sharifi, katika elimu ya kutambua kanuni za hadithi tukufu. La budda minha, hapana budi, minha, kutokamana na misingi hiyo na kanuni hizo. Akimaanisha la budda minha, hapana budi azifahamu kanuni hizo na aifahamu misingi hiyo. Likulli mubtadi'in, kila mwenye kuanza, fi hadha alfanni, katika fanni hii, ala tariqatin sahlatin, kupitia njia nyepesi, qaribatin, yenye kueleweka haraka. Ala tariqatin sahlatin, kupitia njia nyepesi, qaribatin, yenye kueleweka haraka. Wadha'tuha, nimeiweka misingi hii na kanuni hizi, lilmubtadiina, kwa wale wenye kuanza, min ikhwanina, ambao ni ndugu zangu, min ya bayania, min ikhwanina, ambao ni ndugu zangu, talabatil ilmi sharifi, wenye kutafuta elimu tukufu. Tamam. Wasema alilmu rahimun baina ahli. Tamam. Elimu ni yenye kuunga undugu kati ya watu wake. Kwa hiyo hata kama sisi hatujazaliwa na As-Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani, basi elimu inatuunganisha wote tukawa ni ndugu. Tamam. Ndio maana akasema hivyo. Akaendelea kusema as'alullaha ta'ala, ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu, an yanfa'a biha, awanufaishe wenye kutaka kunufaika, an yanfa'a biha, awanufaishe wale wenye kutaka kunufaika, biha, kupitia misingi hiyo. Wa an yaj'ala a'malana, na ayajalie matendo yetu, khalisatan,
yawe ni yenye kutakasika, liwajhihi alkarim, kwa ajili ya kutaka radhi zake tukufu. Wa an yaftaha alaina, na namuomba Mwenyezi Mungu tamam. Wa an yaftaha alaina, na namuomba Mwenyezi Mungu atufungulie futuha alarifina, kama alivyowafungulia waja wake wenye kumtambua. Futuha alarifina, kama namna alivyowafungulia waja wake wenye kumtambua yeye. Alarifina ni wale waja ambao wamejitahidi katika uchamungu na katika zuhudi tamam, na wakafikia kumtambua Allah, haki ya kumtambua sawa sawa. Hakadha wa sallallahu na rehma wa sallallahu wa sallama tamam. Hii ni jumlatun duaiya, ni fi'li imekuja kwa sigha ya madhi, lakini ndani yake kuna kusudiwa dua tamam. Inaitwa jumlatun duaiya tamam. Hakadha kwa sallallahu, namuomba Allah ateremshe rehma. Wa sallallahu, na namuomba Allah ateremshe rehma. Wa sallama, na amani, ala sayyidina, kwa bwana wetu wa maulana na kiongozi wetu Muhammad, wa ala alihi, na kwa watu wake, wa sahbihi, na kwa masahaba zake. Katabahu, ameuandika utangulizi huu as-Sayyidu Muhammad ibn as-Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani tamam. Akasema Sheikh, ilmu al-hadithi, hakuanza tena na bismillah kwa sababu nini? Tayari alishaanza kule mwanzoni. Kwa hiyo moja kwa moja ameingia katika maudhui ilmu al-hadithi, kwa maana hadha ilmu al-hadithi, hii ni elimu ya hadithi, kwa maana maelezo yatakayokuja hapo chini ni maelezo yanayohusiana na kutufahamisha elimu ya hadithi. Anasema ilmu al-hadithi, hii ni elimu ya hadithi. Yutlaqu ilmu al-hadithi ala ma'nayaini, yutlaqu, huitwa ilmu al-hadithi, elimu ya hadithi, ala ma'nayaini, kwa maana hizi mbili, akiwa nakusudia panaposemwa elimu ya hadithi, bali panaposemwa nini? Elimu ya hadithi, basi hapo kuna kusudiwa elimu ya hadithi kwa maana mbili sawa sawa. Kwa maana elimu ya hadithi imegawanyika katika sehemu mbili tamam. Hakadha al-awwal, maana ya kwanza ya elimu ya hadithi, annahu, hakika elimu hiyo, yutlaqu, huitwa, ala naqlin, huitwa kuwa ni elimu inayohusika na uandishi wa riwayati na upokezi, ma wa kile ambacho, udhifa, kilichoegemezwa, ila rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume. Al-awwalu, maana ya kwanza, annahu, hakika, al-awwalu, maana ya kwanza, annahu, hakika elimu hiyo, yutlaqu, huitwa, ala naqli, huitwa kuwa ni elimu inayohusika na uandishi wa riwayati na upokezi, ma wa kile ambacho, udhifa ila rasuli sallallahu alayhi wasallam, kilichoegemezwa kwa mtume, au naqli ma, au huitwa kuwa ni elimu inayohusika na uandishi na upokezi, ma wa kile ambacho, udhifa ila sahaba, kilichoegemezwa kwa maswahaba, au tabi'in, au kwa tabi'in tamam. Maswahaba ni wafuasi wa mtume, at-tabi'ina ni wale waliokuja baada ya maswahaba tamam. Hakadha, hiyo ni maana ya kwanza. Wa huwa, na hiyo elimu ya hadithi, wa huwa, na hiyo elimu ya hadithi, bihadha al-maana, kwa maana hii ya kwanza iliyotangulia hapo juu, yusamma, inaitwa ilmu al-hadithi riwayatan, inaitwa ilmu al-hadithi, ni elimu ya hadithi, riwayatan, katika upande wa riwaya tamam. Au kwa jina jingine unaweza kusema ilmu riwayati al-hadith tamam. Kwa jina jingine unaweza kusema ilmu riwayati al-hadith, kwa maana elimu inayohusika na upokezi wa hadithi tamam. Hakadha wa huwa, na hiyo elimu ya hadithi, bihadha al-maana, kwa hii maana ya kwanza iliyotangulia hapo juu, yusamma, inaitwa ilmu al-hadithi riwayatan, elimu ya hadithi katika upande wa riwaya, au ilmu riwayati al-hadithi, elimu inayohusika na upokezi wa hadithi tamam. Hiyo ni maana ya kwanza. Athani, maana ya pili, annahu, hakika elimu hiyo, yutlaqu, huitwa, ala tariqati, huitwa kwa maana ya njia,
au almanhaji au utaratibu alladhi ambao utubia unaofuatwa akiwa na maana unaotumika. Tamam. Kwa hiyo athani, maana ya pili, annahu, hakika elimu hiyo, yutlaqu, huitwa, ala tariqati, kwa maana ya njia, au almanhaji, au utaratibu alladhi ambao utubia unaofuatwa, kwa maana unaotumiwa, fi kaifiyati ittisali alahadith, katika kuangalia hali ya kuungana hadithi, min haithu ahwali ruwatiha, katika upande wa hali za wapokezi wa hizo hadithi, dhabtan, kwenye upande wa kudhibiti kwao, wa adalatan, na kwenye upande wa uadilifu wao, wa min haithu ahwali sanad, na katika upande wa hali za sanad, ittisalan, katika upande wa kuungana kwake, wa inqita'an, na katika upande wa kukatika kwake. Wa ilmu alhadithi, na elimu ya hadithi, bihadha almaana, kwa hii maana ya pili, huwa almaarufu, ni yenye kufahamika, biilmi alhadithi dirayatan, ni yenye kufahamika biilmi alhadithi, kuwa ni elimu ya hadithi, dirayatan, katika upande wa kanuni za hadithi. Tamam. Au unaweza kuita ilmu dirayati alhadithi, elimu ya kutambua kanuni za hadithi. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hapa tumeziona maana mbili za elimu ya hadithi. Maana ya kwanza, elimu ya hadithi ni elimu ambayo inayohusika na uandishi na upokezi wa kile kilichoegemezwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia na uandishi au upokezi wa kile kilichoegemezwa kwa maswahaba au kwa tabi'ina. Tamam. Nayo inaitwaje? Inaitwa ilmu alhadithi riwayatan au ilmu riwayati alhadithi. Tamam. Kwa maana hiyo elimu hii inahusika na upokezi tu. Tamam. Mfano wake, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Unapotambua kwamba hiki ni kitu kilichopokewa, sawa, na kitu hichi ni hadithi ya mtume, basi wewe ni mjuzi wa elimu ya hadithi riwayatan, katika upande wa mapokezi. Tamam. Lakini pia vile vile unapojua maneno aliyoyasema Ibn Abbas baada ya kuulizwa, bima adrakta alilma, kwa kupitia njia gani wewe umepata elimu? Akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bilisanin sauli, nimepata elimu kwa kupitia ulimi wenye kuuliza sana, wa qalbin aqulin, na moyo au akili yenye kuzingatia. Tamam. Qalbin huja kwa maana ya akili na huja kwa maana ya moyo, kwa hiyo tumia zote. Tamam. Wa qalbin aqulin, na moyo au akili yenye kuzingatia. Unapojua kwamba maneno haya si maneno ya mtume wala si maneno ya tabi'i, bali ni maneno ya sahabiyun ambaye ni Ibn Abbas, basi wewe ni mjuzi na ni mtambuzi wa ilmu alhadithi riwayatan au ilmu riwayati alhadith. Lakini pia unapoyatambua maneno ya Ibn Umar aliyosema, idha asbahta fala tantadhir almasaa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabaha, basi wewe pia ni alimun biilmi riwayati alhadith au biilmi alhadith riwayatan. Lakini pia unapoyatambua maneno ya tabi'i, mfano wake al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala aliposema, ma ubida Allahu biafdala min alilm, hakupatapo kuabudiwa Mwenyezi Mungu biafdala, kwa kitu kilichokuwa bora, min alilmi, kuliko elimu, basi wewe ni mtambuzi wa elimu ya hadithi. Katika upande gani? Upande wa mapokezi. Kwa sababu gani? Unatambua kwamba maneno haya si ya mtume wala si ya sahaba, bali ni maneno ya tabi'i ambaye ni al-Imam az-Zuhri. Lakini pia unapoyatambua maneno ya al-Imam Ibn al-Mubarak, al-Imam Ibn al-Mubarak aliposema, al-isnadu min ad-dini, isnad ni katika dini, walaula al-isnadu qala man shaa ma shaa, na lau kama si isnad angesema atakaye atakacho. Tamam. Kwa maana kila
ambaye angetaka kusema basi angesema, lakini kwa kuwekwa isnad ikawa kila kinachosemwa lazima kuwe kuna maegemezo yake. Hiyo ndiyo dini na huo ndio mfumo wa dini, na kwa namna hiyo dini itakuwa salama. Basi wewe unavyotambua kwa maneno haya si ya sahaba wala si ya mtume, ni maneno ya Ibn al-Mubarak, basi wewe unakuwa ni alimun biilmi riwayati alhadith au alimun biilmi alhadith riwayatan. Tamam, hakadha. Lakini pia elimu hii ya ilmu alhadith riwayatan ni elimu ambayo unaweza kukaikuta katika vitabu vya hadithi. Vitabu vya hadithi mfano wake Al-Mu'jam al-Kabir ya al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala, lakini pia kitabu cha Sahih al-Bukhari, sio jina lake hili, jina lake ni kubwa na ni refu, lakini maarufu ni Sahih al-Bukhari. Tamam. Kwa utaikuta pia katika Sahih al-Bukhari, lakini pia katika Sahih Muslim. Tamam, kule ndio utaikuta ilmu al-hadithi riwayatan, kwa maana ukiingia kule utakuta nini? Utakuta kuna maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliyopokelewa na kurekodiwa kwa maandishi. Kwa hiyo ilmu al-hadithi riwayatan ni elimu inayohusika na upokezi na uandishi wa hadithi peke yake. Hauwezi kuingia kwenye Sahihul Bukhari ukakuta mlango umeandikwa kanuni za hadithi sahihi au nguzo za hadithi sahihi, kanuni za hadithi dhaifu. Tamam, au nguzo za kutambua. Tamam, sawa sawa, au kwa nini hadithi inarejeshwa au kwa nini hadithi inakubaliwa. Hapana. Kwa sababu gani? Kile ni kitabu cha ilmu al-hadithi riwayat. Ingawaje al-Imam Muslim kwenye kitabu chake kwenye mukaddima ameweka kitabu cha mustalah, lakini amekiweka kwa malengo ya kuwafahamisha watu, sawa sawa, lakini baada ya hapo ndo inakuja ilmu al-hadith riwayatan. Tamam, hakadha. Lakini pia ilmu al-hadith dirayatan, kama tulivyoisoma hapo kwamba ni njia au mfumo ambao waliutumia wanawazuoni katika kuangalia hali za muunganiko wa hadithi. Sawa sawa, hali za muunganiko wa hadithi katika kuangalia upande wa hali za wapokezi wa hadithi hizo, kwamba je, ni waadilifu, je, wana dhabt. Tamam, lakini pia kuangalia hali za sanadi, kwamba sanadi hizi zimeungana au hazijaungana. Tamam. Nayo ni elimu inayohusika na kanuni za kutambua nini? Kanuni za kutambua hadithi yenye kukubaliwa na hadithi yenye sasa yenye kurejeshwa. Ndio wengine wakaiita hii ilmu alhadithi dirayatan au ilmu dirayati alhadith, wakaiita kwamba huwa ilmun biqawaidin yu'rafu biha ahwalu as-sanadi wal matni. sawa sawa. Ilmu alhadithi dirayatan au ilmu dirayati alhadith huwa ilmu, ni elimu ambayo bikawaidi, ya kuzitambua kanuni ambazo yu'rafu kupitia yu'rafu biha, kunafahamika biha, kupitia kanuni hizo, ahwalu sanadi, hali za sanadi, wal matni, na matni. Tamam, ili fahamika hivyo sawa sawa. Na miongoni mwa vitabu vyake ni hichi kitabu ambacho sisi leo nini tunakisoma sawa sawa. Kwa hiyo kitabu hichi ni kitabu cha ilmu alhadithi dirayatan, lakini kwa kuwa hakuna ilmu alhadithi riwayatan, bila ya kuwepo ilmu alhadithi dirayatan, basi ikawa haina budi tutambue pia ilmu alhadithi riwayatan. Ndio maana Sheikh akatuwekea hapa sawa sawa. Hakadha akaendelea kusema Sheikh, ilmu alhadithi riwayatan, kwa maana anakusudia kuielezea kwa ufupi sasa ilmu alhadithi riwayatan, elimu ya hadithi riwayatan, katika upande wa mapokezi. Tamam, hakadha akasema huwa ilmu ilmu alhadithi riwayatan huwa ilmun, ni elimu ambayo yashtamilu, inayohusika ala naqli, inayohusika na uandishi wa riwayati, na upokezi wa kile ambacho udhifa, kilichoegemezwa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume, min aqwalihi, kilichoegemezwa kwa mtume, min ambacho, min ya bayania kwa hiyo min ambacho, aqwalihi ni kauli zake mtume, allati ambazo kwamba qalaha, alizozitamka au alizozisema, au af'alihi au vitendo vyake, allati ambavyo kwamba fa'alaha, alivyovitenda, au taqriratihi au yale aliyoyakubali. Ai akimaanisha
Tamam. Hii ai hapa anatupa maana ya takrirati. Ai akimaanisha ma fuila amamahu, takriratihi ma ni kile ambacho fuila amamahu, kilichofanywa mbele yake mtume, fa aqarrahu, naye akakikubali, ndiyo kinaitwa takriratihi. Sawa sawa, kikiwa na maana ya yale aliyoyakubali. Au awsafihi, au sifa zake, yani anakusudia shamailahu, sifa zake za kimaumbile, sawa sawa, na sifa zake za kitabia, sawa sawa. Kuvaa kwake, mtume alikuwa akivaa vipi, alikuwa akila vipi, alikuwa akilala vipi, alikuwa akiongea vipi, ndicho kinachokusudiwa. Kwa hiyo au swafi au sifa zake, yani akimaanisha shamailahu, sifa zake za kitabia na za kimaumbile, sallallahu alaihi wasallam. Wasirati, na historia yake ya kimaisha, wasiratihi, na historia yake ya kimaisha, kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Ndio akasema kabla albi'thati wa baada, kabla ya kutumilizwa, wa baadaha, na baada ya kutumilizwa. Au nakli ma, kwa maana au ni elimu inayohusika nakli ma, na upokezi na uandishi ma wa kile ambacho udhifa ila sahaba, kilichoegemezwa kwa masahaba, au tabi'in, au kama tabi'in. Tamam, hakadha. Baada ya kutupa taarifu, akaingia katika kutueleza maudhu kwa maana lengo, nini lengo, sawa sawa. Maudhui ya elimu hii ya ilmu alhadithi riwayatan au ilmu riwayati alhadith, kwa maana malengo yake dhatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, malengo yake ni dhati ya mtume, kwa maana malengo ya elimu hii, elimu ya kupokea maneno ya mtume, vitendo vyake, mambo aliyoyakubali, sifa zake, historia yake ya maisha. Malengo ya elimu hii dhatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni dhati ya mtume, maana malengo ya elimu hii ni kumsoma mtume, sawa sawa. Min haithu alaqwalu, katika upande wa maneno yake, wal af'alu, na vitendo vyake, wat taqriratu, na yale mambo aliyoyakubali. Kwa maana katika upande wa kufahamu al-aqwalu, maneno yake mtume, wal af'al, na vitendo vyake, wat taqriratu, na yale mambo aliyoyakubali. Tamam, hakadha. Faidatuhu, faida ya elimu hii, al-inaya. Sasa al-inaya ni kushughulikia bihifdhi sunnati nabawiyya, kuyahifadhi mafundisho ya mtume, wa ma'rifatiha, na kushughulikia kuyatambua mafundisho ya mtume, wa nasriha, na kushughulikia kuyaeneza mafundisho ya mtume baina almuslimina, kwa Waislamu. Wa fi dhalika, na katika hilo, lipi hilo la kushughulikia hayo yaliyotajwa hapo juu, faidatu baqaiha. Wa fi dhalika, na katika hilo, faidatu baqaiha, kuna patikana faida ya kubakia kwake mafundisho ya mtume, wa adamu ndirasiha, na kukosekana kupotea. Tamam, wa adamu ndirasiha, na kukosekana kupotea kwake. Kwa maana vipi? Lau kama lisingeshughulikiwa jambo hili la kuyahifadhi mafundisho ya mtume, basi nini, yangekuwa yamepotea kwa kufa wanawazuoni, sawa sawa. Tamam, hakadha. Wadhi'uhu, aliyeiweka elimu hii, anasema Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri. Tamam. Al-Imam az-Zuhri huyu ni mwanachuoni mkubwa, na ni katika kibari tabi'in, amezaliwa mwaka wa 50 kamili, wengine wanasema 51, wengine wanasema 52 hijiria. Amezaliwa mwaka wa 50 kamili au 51 au 52 hijiria, na akafariki mwaka gani? Umetaja hapo, almutawaffa sana 25 wa 100, amefariki mwaka 120 na ngapi, 25 hijiria. Ni mwanachuoni mkubwa sana, sawa. Na miongoni mwa wanafunzi wake ni al-Imam Malik ibn Anas sahibu al-Muwatta, sawa. Miongoni mwa wanafunzi wa al-Imam az-Zuhri ni nani? Ni al-Imam Malik, sheikh wa al-Imam Shafi'i. Imam Malik alikuwa amefungamana sana al-Imam az-Zuhri katika
safari yake ya ilmu, mpaka siku moja ilikuwa ni siku ya Idi. Siku moja ilikuwa ni siku ya Idi, watu wamesha swali, wametoka kwenye musalla pale. Al-Imam Malik baada ya kwenda nyumbani kwake akaenda kwa Imam Zuhri, akasema alipokuwa njiani akasema hadha yaumun yakhlu fihi Zuhri, hii ni siku ambayo al-Imam Zuhri anakuwa na nafasi. Basi Imam Malik akatoka akamwendea al-Imam Zuhri, akagonga mlango. Al-Imam Zuhri akauliza, nani huyo? Akasema kijana wako Malik. Akasema sawa, muingizeni. Akaingizwa. Al-Imam Zuhri akamuuliza, umekula wewe? Akasema hapana, sijala. Akamwambia basi karibu kule kwanza, karibu tule kwanza. Tamam. Akamwambia karibu tule kwanza. Akasema la hajata li fihi. Al-Imam Malik akasema la hajata li fihi. Sawa. Sasa akamwambia kama hutaki kula, kama hautaki kula umekuja kufanya nini? Akasema jitu tuhadithuni. Sasa nimekuja mimi, jitu tuhadithuni, nimekuja ili nini? Unisomee hadithi. Akamwambia sawa. Imam Malik akatoa ubao wake pale, akaanza kusomewa hadithi. Alisomewa hadithi 40. Akasema zidni, nizidishie. Akamwambia zinakutosha hizo. Sasa na ukizihifadhi utakuwa ni katika mahafidh. Basi Imam Malik akasema tayari nimeshazihifadhi hadithi hizi. Imam Zuhri akasema kweli? Imam Malik akasema ndio. Imam Zuhri akachukua ule ubao wa Malik, akamwambia nipe ubao wako, aya zisome. Imam Malik akasoma hadithi ya kwanza mpaka ya 40 zote basi na kuacha chochote kile. Imam Zuhri akamwombea dua, akamwambia fa anta min aw'iyati al-ilm, basi wewe utakuwa ni katika watu watakaoibeba elimu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ni mwanachuoni mkubwa, mwanachuoni mkubwa sana. Na katika historia yake mimi nilisoma ile historia ya Maqadhi, wanasema katika historia yake alihifadhi Qur'ani ndani ya siku 9 na alitumia wakati wa usiku peke yake kwenye kuhifadhi. Sasa mchana afanya muraja tu, ndani ya siku 9 alihifadhi Qur'ani yote, kisha mchana anafanya nini? Anafanya muraja tu. Kwa hiyo huyu ndiye aliweka elimu hii ya ilmu riwayat alhadith au ilmu alhadith riwayat, elimu ya hadithi katika upande gani wa mapokezi. Sawa. Kwa hiyo Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri almutawaffa sana, aliyefariki mwaka 125 Hijiria, fi khilafati Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, katika ukhalifa, kwa maana katika kipindi cha ukhalifa wa kiongozi wetu Umar ibn Abdul Aziz, ndiyo al-Imam az-Zuhri aliweka elimu hii katika kipindi hichi. Sawa. Ai akimaanisha innahu, yeye huyo al-Imam Muhammad az-Zuhri awwalu man dawwanahu wa jama'ahu, awwalu man, ndiye mtu wa kwanza ambaye dawwanahu, aliyeiandika elimu ya hadithi, wa jama'ahu, na aliyeikusanya elimu ya hadithi, biamri al-khalifati ar-rashid, kupitia amri ya kiongozi mwongofu Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, ambaye ni Umar ibn Abdul Aziz. Kwa maana Umar ibn Abdul Aziz ndio alitoa amri kwamba watu sasa waandike hadithi. Sawa. Na amri hiyo alimpa nani? Alimpa wa kwanza ni al-Imam Shihabuddin az-Zuhri. Tamam. Fa innahu, hakika Umar ibn Abdul Aziz kataba, aliandika ila ahli al-afaq. Aliandika barua ila ahli al-afaq, kuwapelekea watu waliomzunguka, kwa maana watu waliokuwa chini ya ufalme wake na chini ya uongozi wake. Anindhuru, ya kwamba kitazameni, ma, kile ambacho kana, kilichokuwepo, min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi za mtume, au sunnatihi, au mafundisho yake, faktubuhu, kisha kiandikeni, fa inni, kwani hakika mimi, khiftu durusal ilmi wa dhahab alulama, fa inni, kwani hakika mimi, khiftu, nimeogopa, durusal ilmi, kwamba elimu haitokuja kufundishwa tena, wa dhahab alulama, na nimeogopa pia kuondoka kwa wanawazuoni, kwa maana kufa kwa wanawazuoni. Kwa hiyo al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala aliandika na kukusanya kitabu cha hadithi kupitia amri ya Umar ibn Abdul Aziz, lakini pia na watu wengine walifanya hilo. Tamam, watu wengine walifanya hilo. Tamam, hakadha.
Kwa hiyo huu ndio mukaddima wa kwanza aliotanguliza shekhe katika kutuelezea elimu ya hadithi, na akaanza kutuelezea ilmu alhadithi riwayatan, elimu ya hadithi katika upande wa pokezi. Lakini kabla ya hayo yote au baada ya yote haya, tamam, tuangalie tarehe kidogo ya ilmu alhadithi riwayatan, yani elimu inayohusika na uandishi na upokezi wa hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba elimu hii ilianzia wapi? Elimu hii mwanzoni kabisa, kipindi ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishagewa utume na yupo katika mji wa Makka, kuwakataza maswahaba zake kuandika hadithi. Kwa nini alikataza? Kwa sababu kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha mwanzoni kushuka Qur'ani, na maswahaba walikuwa nini, wakiandika Qur'ani katika ngozi za wanyama, katika magome ya miti, sawa, katika mawe, sawa. Lakini sasa miongoni mwao walikuwepo ambao wanaandika Qur'ani na wanaandika maneno ya mtume. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akahofia kwamba wasije wakachanganya Qur'ani na maneno yangu. Kwa hiyo mwanzoni alikataza ili mtume sallallahu alaihi wasallam, tamam. Na sisi tumelitambua kupitia hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim, tamam, kutoka kwa sahaba Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hadithi inayosema la taktubu anni, sawa sawa, la taktubu anni, sawa. Mtume anaambia masahaba zake la taktubu anni, msiandike chochote kutoka kwangu, kwa maana msiandike chochote katika maneno yangu. Sio Qur'ani andikeni, lakini kile ambacho ni maneno yangu msikiandike. Wa man kataba anni ghaira alqur'ani, na yule ambaye ameandika maneno yangu, au wa man kataba anni, na yule aliyeandika alichokipokea kwangu, ghaira alqur'ani, ambacho si Qur'ani, faliyamhuhu, basi na akifute. Faliyamhuhu, basi na akifute, sawa. Kwa mtume akakataza maswahaba zake kwamba wasiandike nini, hadithi zake, bali waandike Qur'ani peke yake. Kisha akasema wahadithu anni wala haraja, na wasomeni watu hadithi zangu wala hakuna kosa katika hilo. Kosa ni kwamba vipi? Msiandike, kwa sababu nahofia msije mkachanganya katika Qur'ani mkaandika na hadithi. Tamam, hadithi inaendelea, waman kadhaba alayya mutaammidan, na mwenye kunisemea mimi uongo. Waman kadhaba alayya, na mwenye kunisemea uongo, mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, faliyatabawa maq'adahu minan nar, bas na ajiandalie makazi yake wapi? Motoni. Hadithi hii ni hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abi Sa'id al-Khudri, tamam. Kwa maana ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri aliyopokea kwa mtume, naye Imam Muslim ameandika kwenye kitabu chake, sawa sawa. Basi mwanzoni ilikuwa ni hivyo, na katazo hili mtume alilitoa alipokuwa Makka, tamam. Sasa kuwaje mpaka hadithi ikaanza kuandikwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, sawa sawa, na Uislamu ulivyoanza kuenea, na Madina ndio zilianza kushushwa aya nyingi zinazohusiana na mambo mengi ya hukumu, masuala ya hija, masuala pia zaka, sawa, masuala ya mirathi, mambo mengi ya ahkam, tamam. Sasa hapo ikawa haina nini, haina budi, sawa, haina budi, sawa sawa, hadithi ziandikwe, tamam. Na hilo sawa sawa, na hilo aliruhusu mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa nini, ameona kwamba sasa hivi kuna haja ya nini, ya kuandikwa haya mafundisho. Lakini pia watu tayari wameshazingatia kwamba Qur'ani haitakiwi kuchanganywa na hadithi, ndio akawaambia uktubu anni wala haraja, andikeni kile ambacho mnakipokea kutoka kwangu ambacho si Qur'ani, wala haraja, na wala hakuna kosa katika hilo. Hadithi hii amepokea Rafi' ibn Khudayj, tamam. Lakini pia inapokewa hadithi ya kwamba alikuwepo mtu katika Ansari, alikuwa kidogo ana uzito wa kuhifadhi. Sasa alikuwa nini, kidogo ana uzito wa kuhifadhi, kwa maana alikuwa anasikia hadithi za mtume kisha anazihifadhi, baadaye anasahau. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alilifahamu hilo. Baada ya kulifahamu akamwambia ista'in ala hifdhika bilkitaba, ista'in ala hifdhika bilkitaba,
jisaidie katika kuhifadhi bilkitaba, kwa kuandika yale ninayoyasema, sawa sawa. Kwa hiyo kufika Madina ndiyo suala la kuandikwa hadithi likaanzwa, na suala hili lilianzwa na maswahaba wengi mbalimbali walikuwa wakifanya hivyo, tamam. Lakini asilimia kubwa walikuwa wakihifadhi, tamam. Na miongoni mwa tabiina waliopokea hadithi ni Hammam ibn Mamba alipokea, huyu tabi'i, hadithi 140 kutoka kwa Abi Huraira, tamam. Akazikusanya kwenye kitabu chake ambacho alikiita as-sahifatu as-sahiha, as-sahifatu as-sahiha. Lakini miongoni mwa tabi'i pia walipokea hadithi ni Sa'id ibn al-Musayyib, ambaye alipokea hadithi nyingi kwa mkwewe ambaye ni Abi Huraira, tamam. Kwa hiyo kuanzia hapo ndio maswahaba wakaanza kuandika hadithi, na wakaja tabi'i, sawa, wakafuatia mpaka ikafikia katika zama za kina al-Imam al-Bukhari, sawa. Wakaona kuna haja kwamba ya kuandikwa hadithi sahihi peke yake, tamam, na kubainishwa fani mbalimbali za hadithi, tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio historia fupi ya uandishi wa hadithi. Lakini pia tuwatambue maswahaba ambao walifahamika kwa kupokea hadithi nyingi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba ambao walipokea hadithi nyingi, kwa maana hadithi kuanzia 1000 na kuendelea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maswahaba wangapi? Ni maswahaba 7. Wa kwanza kabisa na kilele wao, kwa maana wa kwanza aliyepokea hadithi nyingi kuliko wote ni Abu Huraira. Abu Huraira alipokea hadithi 5374, hadithi 5374 alipokea hadithi kiasi hicho kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa pili ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yeye huyu Abdullah ibn Umar alipokea hadithi 2630. Wa tatu ni Anas ibn Malik khadimur rasul sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa akimtumikia mtume. Yeye Anas ibn Malik alipokea hadithi 2286, tamam. Wa nne ni ummul mu'minin Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq, mama wa muumini Aisha radhiyallahu anha, yeye na Aisha alipokea hadithi 2210. Wa tano ni Abdullah ibn Abbas, yeye Abdullah ibn Abbas alipokea hadithi 1660. Wa sita ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir ibn Abdullah alipokea hadithi 1540. Na wa saba ni Abu Sa'id al-Khudri, ambaye alifahamika kwa jina la Sa'd ibn Malik, sawa. Abu Sa'id al-Khudri ambaye alifahamika kwa jina la Sa'd ibn Malik, yeye alipokea hadithi 1170. Kwa hiyo hawa ndio maswahaba ambao walipokea hadithi nyingi kwa mtume, na kupitia wao ndio watu wakapokea sana hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mmoja akawatungia shairi akasema, sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadithi an al-mukhtar khayr mudhar, Abu Hurairah, Sa'd, Jabir, Anas wa Siddiqatun wa ibn Abbas kadha ibn Umar, tamam. Mtu mmoja alitunga beti mbili tu, ambazo beti hizi zimewakusanya wote na kile kielelezo chao, akisema sab'un, watu 7 minas sahbi, katika maswahaba wa mtume, fawqa al-alf qad nakalu, walipokea zaidi ya hadithi 1000, min al-hadithi, katika hadithi, anil mukhtari, kutoka kwa mtume, khairi mudhar, ambaye ni mbora wa wote katika kabila la Mudhar, Abu Huraira. Kwanza ni Abu Huraira, Sa'd, kisha Sa'd, Jabir, Anas, kisha Jabir, kisha Anas, wa Siddiqatun, akimaanisha nana Aisha, tamam. Wa Siddiqatun, nana Aisha, wa ibn Abbas kadha ibn Umar, tamam. Kwa hiyo ndiyo historia fupi ya namna gani hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ziliandikwa na ilikuwaje, tamam. Ni kwa ufupi. Upana wake kurudi kwenye vitabu vya hadithi utayakuta hayo yote. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.